Majina yangu naitwa Laurent Fulile Kahena. Ndio majina yangu ya kutoa na wazazi wangu. Nafahamika maarufu la Umasumbwe kwa sababu kwa ajili ya utafutaji na mambo mengine. Ni kweli wanaofanya hii kazi, hasa wale wanaotembea mtaani, kwa kweli kwa kiwango kikubwa wanadhalilika, lakini tuseme tu ni kitu ambacho labda watu hawajui. Kwa mfano, ukizunguka eneo kama hili, mimi sina kazi nyingine, pamoja na kwamba huku tuko kwenye eneo la madini, mimi sijishughulishi na madini. Huu mji una biashara nyingine, si watu wana maduka, wana mabaa. Mimi sifanyi biashara ya maduka, nafanya kazi hii. Lakini bado hata wale wanaopita mtaani, kwa mfano, unaweza kumdharau mtu amebeba furushi. Lile furushi linaweza likuwa na kilo 70. Kilo 70 ya chupa akija kuuza atapata kuanzia shilingi 28,000 mpaka 30,000 hapo akiwa na zile chupa za maji. Lakini akiwa ameokota, kwa mfano, kuna hizi lailoni ngumu ambazo saa zingine serikali wanazipiga marufuku, kuna zile nene ambazo zinakuwa kama vifungashio. Lile lidude akipata tu kilo 5 anaweza kupata zaidi ya hela nyingi. Sasa kwa hiyo, kwa ujumla, watu wale wanaowadharau, kwa kweli mimi niseme tu kwa ujumla kwamba niwatie moyo, wasijione kwamba ni wanyonge, kwa sababu ni kazi ambayo ni kazi nzuri. Ni kazi ambayo, kwa sababu tunasema ni nzuri kwa sababu serikali yenyewe haiwezi kuajiri vijana wote ama Watanzania wote ambao labda halimi, hafanyi biashara, anaiona ile fursa. Sasa unaweza kupita barabarani, watu wakikuzomea, unaweza ukakata tamaa. Kwa mfano, kama mimi nilivyosema mwanzo, unakwenda hotelini, huwezi kupata chakula mpaka uweke hela mezani. Na wapo watu ambao kwa kweli, kwa ujumla, kupitia kazi hii wanasomesha watoto wao. Kwa mfano, kama sisi watoto wetu wako elimu za juu. Mimi sina kazi nyingine, lakini pia tunasaidia ndugu zetu, tunasaidia mfano labda watu labda wanakuja, hata watu wa kanisa wanaomba bana tuchangie hiki, huduma tofauti za kijamii. Kwa kweli tunashiriki. Kwa hiyo maana niseme tu kwa kifupi kwamba wacha watu wasifikiri kwamba mtu anayefanya hii kazi ni mtu ambaye labda ana bahati mbaya kwenye maisha yake. Hiyo sio bahati mbaya, ni namna tu ya utafutaji ambao hata kama ungeenda mataifa mengine. Mfano tu mdogo, niwe kama nahama kwenye mada. Mimi nina kijana wangu anasoma kwenye bara la Asia. Anakuambia kwamba hata kule India, India ni moja nchi tajiri duniani, huwezi ukaitoa, lakini tunakwambia hivi, mpaka hata wao kule kwao takataka hizi zinaokotwa na watu wana maisha, ni ajira zao. Sasa kwetu sisi hapa, labda kwa sababu ni kazi ambayo imekuja miaka hivi karibuni, wanaweza kufikiri kwamba kufanya hii kazi ni sawa na mtu ambaye amepata bahati mbaya kwenye maisha. Ukisaona kwa kwenda, maana yake ni kwamba kwenye maisha, maana yake mtu anajipa malengo. Kwa mfano, mimi ile kazi kama nilivyosema, nimeanza nikiwa na umri mdogo. Kwa mfano, nimeanza 2004. 2004 maana yake mimi nilikuwa na miaka 28 kwa wakati huo. Lakini mimi nimeanza kufanya kazi hizi zingine tofauti na hizo. Mimi nimewahi kuchunga ng'ombe, mimi nimewahi kuacha kuishi kwa wazazi wangu nikiwa na umri mdogo sana, kama miaka 14, 15. Nilipotoka pale nikaenda kufanya kazi za uvuvi. Nikashindwa. Nikaenda kufanya kazi za kuchunga mifugo. Nikashindwa. Lakini bado nimefanya kazi za ulinzi miaka ya 96 nikiwa kama na miaka 18. Kwa sasa pale nafika sehemu mtu anajipa malengo kwamba mimi nimetoka familia maskini, halafu ninapopata fursa za utafutaji au za kupata kipato, kwa nini mimi niwe kama nahama kwenye malengo? Ndio maana nikaandika kwenye zile gari kwamba ukisahau unapoenda huwezi kufika. Maana yake ni kwamba kila mtu anakuwa na malengo. Kwa mfano, tuseme labda nyinyi ambao umebahatika kwenda shule, kwamba wewe unasoma ili ufanye nini. Sasa unaweza ukabahatika kwenda, alafu baadaye yale malengo au wazazi wako walivyokuelekeza ufanye, ukafika sehemu ukajali vitu vingine. Na ndio maana sasa mimi nikasema kwamba ukisahau unapokwenda huwezi ukafika. Na ni kweli, mimi ningefika sehemu nikasahau kwamba nimetoka familia maskini, leo hapa mimi nisingeweza kumiliki magari, nisingeweza kumiliki kitu chochote. Lakini kwa sababu malengo yangu niliyaweka mbele, vitu vingine, anasa, ulevi na nini, vitu vingine mimi nikaamua kuviacha. Na ndio maana sasa nikahisi kwamba baada ya kuanza kuona kuona mafanikio, ndio nikaja na ujumbe kwamba ukisahau unapoenda huwezi ukafika. Sisi kwa kazi hii ikishaanza kuwa kubwa, maana kunakuwa na eneo unalofanya kazi kama hili, kimsingi sheria za mazingira zinakutaka kabla ya kufanya kitu chochote
lazima ufanye, kuna kitu ambacho wanaita tathmini kwa athari za mazingira, wao wana cheti wanaita EIA. Sasa maana yake ni kwamba mimi, watu wa mazingira, tunafahamiana kwa namna hiyo kwamba lazima nimekwenda kwenye ofisi zao, wao wakaja kufanya ukaguzi, wakafanya zile tathmini zao na baadaye wakatupatia cheti. Lakini bado kuna vibali kwa ajili ya utunzaji wa hizi taka na kwa ajili ya usafirishaji. Vibali hivyo wao wanavitoa kila baada ya miaka mitatu. Ukipewa leo kinakaa miaka mitatu, inabidi ukiombe tena. Sasa ukiondoa hilo, sisi kwa ajili ya labda ya kuja kutupa moyo kwamba tunafanya kazi nzuri, nafikiri ni kwenye upande wa ule utaratibu wao ni kwamba wanatutambua. Sasa mengine kwamba ni nini kimefanyika hatujaona, labda kwa baadhi ya wanasiasa kwa kweli kwa mfano mbunge aliyepita kabla ya 2015 2020 alishawahi kufika hapa, lakini pia baadhi ya madiwani wanafika hapa, viongozi wa chama kinachoongoza wanafika, na hata viongozi wa serikali. Kwa kweli tuseme tu kwamba wako na sisi, kwa sababu hata miundombinu kama hii ya umeme bila wao manake kuwepo hapa, sisi hatuwezi kufanya chochote, kwa sababu mfano huwezi ukawa labda tofauti na umeme huu wa TANESCO, huwezi ukasema kwamba utakuwa na umeme wako, maana kama serikali imetia mkono.